Vipi kama ukijua ya kwamba mwishoni mwa mwaka na mwanzoni mwa mwaka ni maeneo ambayo adui wanapigana vita vikubwa sana kuliko maeneo yote ya mwaka, akijua ukimponyoka hapo kukupata katikati ya mwaka, spidi itakuwa imeshachanganyia, hawezi kukupata. Na vipi kama ukijua Mungu wako, Bwana Mungu wako hutumia mianzo ya miaka na miisho ya miaka kuwabariki watu kwa mwaka huo. Kila jambo lina wakati wake. Mwanzoni mwa mwaka 2026 na mwishoni mwa mwaka 2025 ni kipindi ambacho unatakiwa uchague kufanya 26 yako kuwa ya baraka au 26 yako kuwa ya laana na kushushwa. Mwaka wako unaushinda mwanzoni mwa mwaka huu na mwishoni mwa mwaka unaopita. Ni kipindi hiki tulichopo sasa ndio kipindi cha kushindia mwaka wako. Sasa unasema hivi, hayo mambo unayatoa wapi, mtoto wa Mungu? Na historia takatifu inatuonyesha katika kitabu cha Samueli wa pili 11 mstari wa kwanza. Maandiko matakatifu yanasema, hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, wakati watokapo wafalme kwenda vitani, akampeleka Yoabu na watumishi wake pamoja naye na Israeli wote, wakaangamiza wana wa Waamoni, wakausuru Raba, lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. Hapa Daudi anawakilisha watu wote ambao wanaingia katika mwaka mpya, wanaoanza mwaka mpya bila kuingia katika vita vya kuumiliki mwaka huo kwa njia ya maombi. Naye Daudi akakaa katika Yerusalemu mwanzoni mwa mwaka, alirelax, hakuanza na maombi, hakuanza na Mungu. Nini kilimpata? Ni kipindi ambacho kilileta majonzi katika sizoni yote iliyobaki ya mfalme Daudi. Vifo kwenye familia, migogoro mikubwa kazini na Bathsheba, kaua watu. Chanzo ni kukaa katika Yerusalemu wakati wa mwanzo wa mwaka, wakati wafalme wanaingia katika vita vya kiroho kuumiliki mwaka huo. Ninyi ni taifa teule, ukuhani wa kifalme, watu wa miliki ya Mungu.